Je, umewahi kusikia watu wakisema kwamba kunywa juisi ya ndimu kila siku ni siri ya afya bora? Wengine huanza siku yao na glasi ya maji yenye ndimu wakiamini huwasaidia kupunguza uzito, huimarisha kinga ya mwili na kusafisha mwili. Lakini je, sayansi inasema nini? Karibu tena katika chaneli yetu ya afya. Leo tutachambua kwa kina faida zinazoweza kupatikana ukinywa juisi ya ndimu kila siku kwa muda wa siku 30. Tukitumia ushahidi wa kisayansi, pia tutaeleza mambo ambayo mara nyingi hupotoshwa kuhusu ndimu ili ujue ukweli na uweze kufanya maamuzi sahihi kuhusu afya yako. Ndimu ni tunda lenye virutubisho muhimu kama vitamini C, flavonoids, citrate, potassium na vioxygen, yani antioxidants. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia mwili kwa njia mbalimbali ikiwa vitatumika kama sehemu ya lishe na mtindo mzuri wa maisha. Na muhimu kufahamu ni kuwa kunywa juisi ya ndimu pekee hakutibu magonjwa wala hakufanyi upunguze uzito kwa miujiza. Faida zote huonekana zaidi unapounganishwa na lishe bora, mazoezi ya mwili, usingizi wa kutosha na unywaji wa maji ya kutosha. Basi, nikuombe tazama mpaka mwisho kwa sababu faida ya mwisho washangaza watu wengi na inaweza kusaidia kuboresha afya yako kwa njia rahisi kabisa. Faida ya kwanza, huongeza kinga ya mwili. Juisi ya ndimu ni chanzo kizuri cha vitamin C, kirutubishi kinachochangia utendaji wa kawaida wa mfumo wa kinga. Vitamin C husaidia seli za kinga kufanya kazi vizuri na pia hulinda seli dhidi ya uharibifu unaosababishwa na chembe huru, yani free radicals. Ukianza kunywa juisi ya ndimu mara kwa mara kwa siku 30, unaweza kuongeza kiwango cha vitamin C unachopata kila siku, hasa kama hauli matunda ya kutosha. Hata hivyo, ni muhimu kuelewa kwamba vitamin C haizuii mafua kabisa, wala si tiba ya maambukizi. Badala yake, huchangia mfumo wa kinga kufanya kazi ipasavyo kama sehemu ya lishe yenye uwiano. Kwa hiyo, kunywa juisi ya ndimu kunaweza kuwa njia rahisi ya kuongeza ulaji wa vitamin C katika maisha ya kila siku. Faida ya pili, husaidia afya ya ngozi. Baada ya kutumia juisi ya ndimu kwa takriban siku 30 kama sehemu ya lishe bora, baadhi ya watu wanaweza kuona ngozi yao ikiwa na muonekano mzuri zaidi. Sababu kubwa ni kwamba ndimu ina vitamin C ambayo ni muhimu katika utengenezaji wa collagen. Collagen ni protini inayosaidia ngozi kuwa imara, laini, yenye afya. Kadri umri unavyoongezeka, uzalishaji wa collagen hupungua. Kupata vitamini C ya kutosha kupitia matunda kama ndimu kunaweza kusaidia mwili kuendelea kutengeneza collagen. Pia, antioxidants zilizomo kwenye ndimu zinaweza kusaidia kulinda seli za ngozi dhidi ya uharibifu unaosababishwa na miale ya jua, uchafuzi wa mazingira na chembe huru. Ni muhimu kufahamu kuwa kunywa juisi ya ndimu pekee hakuondoi chunusi wala makunyanzi mara moja. Muonekano mzuri huonekana zaidi ukiunganisha na lishe bora, usingizi wa kutosha na utunzaji mzuri wa ngozi. Faida ya tatu, huongeza ufyonzaji wa madini ya chuma. Je, unajua unaweza kula mboga nyingi za madini lakini bado mwili usipate chuma cha kutosha? Vitamin C iliyopo kwenye ndimu husaidia mwili kufyonza vizuri madini ya chuma yanayotokana na vyakula vya mimea kama mchicha, matembele, maharage, dengu na kunde. Kwa watu walio kwenye hatari ya upungufu wa damu kutokana na ukosefu wa madini ya chuma, kunywa juisi ya ndimu pamoja na mlo yenye vyakula hivi kunaweza kusaidia kuongeza ufyonzaji wa chuma. Hata hivyo, kama una upungufu mkubwa wa damu, usitegemee ndimu pekee. Ni muhimu kupata ushauri wa mtaalamu wa afya kwa uchunguzi na matibabu sahihi. Faida ya 9, husaidia kupunguza hatari ya mawe kwenye figo. Hii ni moja ya faida ambazo watu wengi hawazijui. Ndimu ina kirutubisho kinachoitwa citrate. Citrate inaweza kusaidia kupunguza uwezekano wa baadhi ya aina ya mawe kwenye figo kwa kufanya madini yawe magumu zaidi kugandana na kutengeneza mawe. Ukichanganya juisi ya ndimu
na kunywa maji ya kutosha kila siku unaweza kusaidia kuboresha afya ya figo, hasa kama watu ambao tayari wamewahi kupata mawe ya figo ya aina calcium. Lakini kumbuka, ikiwa una maumivu makali ya figo au historia ya mawe ya figo, ni muhimu kufuata ushauri wa daktari. Juisi ya ndimu ni nyongeza ya mtindo wa maisha, si tiba ya mawe kwenye figo. Faida ya 5, inaweza kusaidia kudhibiti uzito. Watu wengi hudhani kwamba ndimu huyeyusha mafuta. Ukweli ni kwamba hakuna ushahidi wa kisayansi unaoonyesha kuwa juisi ya ndimu huyeyusha mafuta moja kwa moja. Kinachoweza kusaidia ni kwamba ukibadilisha soda au juisi zenye sukari nyingi na maji yenye ndimu, unapunguza ulaji wa kalori nyingi. Aidha, kunywa maji kabla ya kula kunaweza kufanya baadhi ya watu wajisikie kushiba mapema na hivyo kula kiasi kidogo cha chakula. Kwa hiyo, baada ya siku 30 unaweza kuanza kuona mabadiliko kwenye uzito wako, ikiwa pia unafuata lishe bora, unafanya mazoezi na unadhibiti kiasi cha chakula unachokula. Usiamini matangazo yanayodai kwamba ndimu pekee inaweza kuyeyusha mafuta ya tumbo ndani ya siku chache. Hakuna ushahidi wa kisayansi unaounga mkono madai hayo. Faida ya 6, husaidia afya ya moyo. Moyo wenye afya unahitaji lishe bora, mazoezi ya mara kwa mara na kudhibiti sababu za hatari kama shinikizo la damu, kisukari na cholesterol nyingi. Ingawa ndimu si dawa ya magonjwa ya moyo, ina antioxidants na flavonoids ambavyo vimehusishwa katika tafiti na kusaidia kupunguza msongo wa oksidishaji na uchochezi mwilini. Hii inaweza kuchangia afya ya mishipa ya damu inapokuwa sehemu ya lishe yenye matunda na mboga nyingi. Aidha, kutumia maji yenye ndimu badala ya vinywaji vyenye sukari nyingi kunaweza kusaidia kupunguza ulaji wa sukari, jambo ambalo ni zuri kwa afya ya moyo kwa muda mrefu. Faida ya 7, husaidia mmeng'enyo wa chakula. Watu wengi hupenda kunywa maji yenye ndimu asubuhi kabla ya kifungua kinywa. Kwa baadhi ya watu, kufanya hivyo kunaweza kuwasaidia kunywa maji zaidi na kuboresha hali ya mwili kuwa na maji ya kutosha. Hii inaweza kusaidia mfumo wa mmeng'enyo kufanya kazi vizuri, kupunguza tatizo la kupanda choo kigumu. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kutosha unaothibitisha kuwa juisi ya ndimu husafisha utumbo na huondoa sumu zote mwilini. Kwa kawaida, ini na figo ndizo viungo vikuu vinavyosafisha mwili. Ikiwa una vidonda vya tumbo, kiungulia au asidi nyingi tumboni, juisi ya ndimu inaweza kuongeza usumbufu katika hali hiyo. Tumia kwa kiasi au epuka dalili zinazoongezeka. Faida ya 8, husaidia mwili kupambana na uharibifu wa seli. Kila siku mwili hukutana na uchafuzi wa mazingira, moshi wa sigara, miale ya jua na michakato ya kawaida ya mwili ambayo huzalisha chembechembe huru, yani free radicals. Chembechembe hizi zinaweza kuharibu seli ikiwa zitatumika nyingi kupita kiasi. Ndimu ina antioxidants zinazoweza kusaidia kupunguza athari za uharibifu huo. Hii ndiyo sababu wataalamu wa lishe huhusisha kula matunda na mboga aina mbalimbali kila siku badala ya kutegemea chakula kimoja pekee. Kwa hiyo, baada ya siku 30 za kutumia juisi ya ndimu kama sehemu ya lishe, mwili wako unaweza kunufaika na ongezeko la antioxidants zinazopatikana kwenye tunda hilo. Faida ya 9, husaidia kuongeza unywaji wa maji. Hii ndiyo moja ya faida muhimu zaidi, lakini watu wengi huipuuza. Watu wengi hawapendi ladha ya maji ya kawaida, hivyo hunywa maji machache kuliko inavyohitajika. Ukiongeza juisi ya ndimu kwenye maji, ladha yake huwa nzuri zaidi na inaweza kukuhamasisha kunywa maji mengi siku nzima. Mwili unapokuwa na maji ya kutosha, figo hufanya kazi vizuri, ngozi hudumisha unyevu, joto la mwili hudhibitiwa vizuri, uchovu unaotokana na upungufu wa maji unaweza kupungua, mfumo wa mmeng'enyo hufanya kazi vizuri zaidi. Kwa hiyo, wakati mwingine faida kubwa si ndimu yenyewe, bali
ni ongezeko la unywaji wa maji. Unaweza kujisikia una nguvu zaidi kwa sababu unakunywa maji ya kutosha, unapata vitamini C zaidi na unapunguza matumizi ya vinywaji vyenye sukari. Lakini kumbuka, matokeo tofautiana kati ya mtu na mtu. Hakuna chakula au kinywaji kinachoweza kutibu kila ugonjwa au kuleta mabadiliko makubwa bila lishe bora, mazoezi, usingizi wa kutosha na ushauri wa kitabibu pale inapohitajika. Nani anapaswa kuwa mwangalifu? Ingawa juisi ya ndimu ni salama kwa watu wengi, baadhi ya watu wanapaswa kutumia kwa tahadhari. Kwanza, wenye vidonda vya tumbo au kiungulia wanaweza kupata maumivu zaidi. Usisugue ndimu moja kwa moja kwenye meno mara kwa mara, kwani inaweza kuharibu tabaka la nje ya jino linaloitwa enamel. Baada ya siku 30 za kunywa juisi ya ndimu, unaweza kupata manufaa kama kuongeza ulaji wa vitamini C, kuboresha ufunzaji wa madini ya chuma na kuongeza unywaji wa maji, kusaidia afya ya ngozi na kuchangia afya kwa ujumla. Lakini kumbuka, juisi ya ndimu si dawa ya miujiza. Faida zake huonekana zaidi ikiwa ni sehemu ya lishe yenye uwiano, mazoezi ya mara kwa mara, usingizi wa kutosha na mtindo mzuri wa maisha. Ikiwa umejifunza jambo jipya leo, bonyeza like, subscribe na washa alama ya kengele ili usikose elimu nyingine za afya zinazotegemea ushahidi wa kisayansi. Andika kwenye maoni, je, unakunywa juisi ya ndimu mara ngapi na unapata faida gani? Asante kwa kutazama, tukutane katika mada inayofuata.